Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumetoka Mashujaa salama, tumefanikiwa kupata pointi 3, jambo la kumpongeza mwalimu wetu na kuchapongeza sisi wachezaji kwa maana tulifanya kazi ile ambazo tulikuwa tumetumwa na mwalimu wetu. Mchezo utakuwa mgumu, tumejipanga sisi kama wachezaji, tunahakikisha alama 3 zidabaki nyumbani, maana hicho ndio tunakihitaji tofauti na kitu kingine chote. Haijalishi mchezo utakuwa mgumu kiasi gani, kikubwa ni kuipambania nembo ya Pamba, kuwavania mashabiki na kujipambania sisi wenyewe kupata pointi 3 ili kutoka mazingira ya chini na kwenda mazingira ambayo yanakuwa mazuri zaidi kutokana na msimamo wa ligi ambapo ulipo. Asante. Michael, umesema mara mbili kwamba mchezo utakuwa mgumu na mnajipanga kwa sababu mchezo ni mgumu. Kwenu ninyi wachezaji, ni kipi ambacho kinafanya mchezo huu kuwa mgumu? Mchezo unakuwa mgumu kutokana na timu ambazo tunakutana nazo, wana walimu wazuri, experience ambao wanaijua ligi ya Tanzania, kuacha pia walimu kutokana na nafasi ambayo iliyopo na Mungu nafasi yao iliyopo na sisi Pamba tuliopo. Kila mmoja anahitaji point ili kujiweka mazingira mazuri. Kwa hiyo kiutaratibu na kumuonekano mchezo hauwezi kuwa rahisi. Ila tunategemea sisi kwa sababu tuko nyumbani, washabiki tutakuwa nao na tukapambania mbinu za mwalimu ambazo zitakuwa bora. Inshallah tutapata point 3. Asante. Swali lingine. Ateta moja kati ya timu ambayo ina wachezaji wengi, kwa maana ina wachezaji wengi, washindani ni Pamba Jiji. Na wachezaji kila namba ina mchezaji zaidi ya mmoja. Hii inaongeza chachu kiasi gani kwa wachezaji kupambana kwa maslahi mapana ya klabu? Kila mchezaji aliyoko Pamba ni bora. Sasa inabakia mwalimu kufanya selection yake ambayo ataamini hii inaweza kunipambania na kupata point 3. Ila kila mchezaji ambaye atapata nafasi ambaye hawezi kupata nafasi ni bora kwa sababu kasajiliwa Pamba. Na ukiachilia tu kupata nafasi, rotation ya mwalimu imekuwa kubwa. Mechi hiyo unaweza kucheza hii, mechi hiyo unacheza hii, lakini mwisho wa siku point 3 ambazo zote zinahitajika. Hicho ndio kikubwa ambacho sisi wachezaji tunakizingatia. Michael, imebaki takriban michezo 7 ligi kutamatika na nafasi mliopo sio nzuri, bado mnaendelea kupambana kuhakikisha mnabaki tu. Katika hii michezo 7 kama wachezaji mkishirikiana na walimu wenu, mikakati gani ambayo sasa mmeweka kuhakikisha kwamba hii michezo 7 inaleta neema na furaha kwenu na kwa mashabiki wenu? Kama nilivyosema mwanzo, sisi kila mchezo kwetu ni muhimu na sio tu mchezo, muhimu ni alama 3. Kwa tutapambana kadri tunavyoweza, maana tukipata alama 3 tunaamini tutakuwa kuna kitu tunakiongeza. Kwa tukishapata alama 3 mpaka mwisho wa ligi tutajua nini tulichokipanda na nini tulichokivuna, afu tutapiga mahesabu tutaona nini ambacho kitatokea. Ila sisi tunaenda kupigania alama 3 katika mchezo wa kesho na mchezo mwingine yote ambayo imebaki. Utaratibu wa uongozi wa klabu ya Pamba Jiji ni kuwapa motisha wachezaji hasa pale mnapokuwa wamepata ushindi. Labda pengine hii inaongeza chachu kwa kiasi gani kwa ninyi wachezaji katika kuhakikisha kwamba mnapata ushindi dhidi ya Namungo FC? Kuna kitu kinaongezeka. Ni kitu kikubwa ambacho viongozi wetu wanatufanyia. Wanatuunga mkono, wanathamini jitihada zetu ambazo tunaziweka uwanjani, na hiyo inatuongezea nguvu na morali kuhakikisha nje ya pointi 3 tukishapata point 3 tunaamini kuna kitu kingine extra ambacho sisi tunakipata. Kwa hiyo tunaingia uwanjani tunaamini tunapambania vitu viwili. Cha kwanza point 3 tuweke mazingira mazuri ya timu. Kitu kingine extra kinachokuja hicho ni bonus ambacho pia tunaingia kwa kupambania. Okay, unawaambia nini wana Mwanza, wapenzi na washabiki wa soka katika jiji la Mwanza kwa mchezo wa kesho? Mimi naomba wafike uwanjani kama ilivyo utaratibu wao, wakifika uwanjani kama za mechi zote zilizopita, naomba na mechi ya kesho waje uwanjani. Mwenyezi Mungu atujalie uzima, inshallah tutawapa furaha ya point 3. Okay. Okay.